uliye mwaminifu, Mwokozi wetu. Amen. Amina. Fungua Biblia kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22. Nitasoma mistari michache. Nitasoma mistari miwili tu. Samueli wa kwanza sura ya 22 na mstari wa kwanza na wa pili. Nitasoma Samueli wa kwanza sura ya 22 na mstari wa kwanza na wa pili. Samueli wa kwanza sura ya 22 na mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulamu, na ndugu zake na watu wote wa mbali ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Mstari wa pili, na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki na kila mtu aliyekuwa na deni na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao. Nao walikuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Bwana asifiwe. Ndio mtanisikia tu na changamoto ya sauti, lakini Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambie mwenzako, mimi sitapi sana. Mwambie mwenzako, tunaenda kuomba Mungu. Mwambie leo ni siku ya maombi. Mwambie leo ni siku ya maombi. Kisha soma andiko. Andika. Umeona huo mstari soma andika Adulamu. Andika Adulamu. Ipo hapo kwenye huo mstari soma. Naona kuna wengine wanapata spelling. Na iandikaje? Hapo soma. Hilo pango la Adulamu. Andika Adulamu. Alafu mbele weka sehemu au tafsiri yake, sababu sehemu ya maombi. Alafu weka mkazo katika sehemu ya kufundishwa vita. Sehemu ya maombi, sehemu ya kufundishwa vita. Bwana asifiwe. Ukisha kuandika na wasubiria tumwandike ni ana. Niko tunatazamana nyote mmemaliza. Sehemu ya maombi, sehemu ya kufundishwa vita. Adulamu. Daudi akiwa anafuatiwa na Sauli. Akiwa anafuatiwa na Sauli, atakumua Daudi. Daudi akakimbia, akaingia kwenye pango la Adulamu ili ajipoe. Akakimbilia Adulamu kwenye pango
na kuuawa na Sauli. Hili nasema watu, ndugu zake, watu ambaye na baba yake waliposikia, sikia hiyo, kila mmoja aliyekuwa katika hali ya dhiki, kila mmoja aliyekuwa katika hali ya deni, kila mmoja aliyekuwa katika hali ya uchungu moyoni, akampata Daudi katika pango la Adula. Kila mmoja aliyekuwa na shida akaamua geuke kumpata Daudi aliyemkimbia Sauli, kuingia kwenye pango la Adula. Waliingia wote waliokuwa na mashaka, waliingia wote waliokuwa na dhiki, waliingia wote waliokuwa na uchungu moyoni, waliingia wote waliokuwa na madeni katika pango la Adula. Waliingia kufanya nini? Adula. Hivyo sema wakamfanya Daudi kuwa jemedari wao. Unapokuwa na shida, unapokuwa na dhiki, unapokuwa na uchungu moyoni, sehemu gani unayokimbilia? Daudi alipokuwa anafuatwa na adui, akaingia kwenye pango la Adula. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kitu gani ambacho kimefanyika kule? Hii tulisoma Zaburi ya 67 na Zaburi ya 142. Daudi aliandika atoka katika hili pango la Adula. Nisomee Zaburi. Zaburi sura ya 57:1-5. Unirehemu, Mungu, unirehemu mimi, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako. Nitakapopita, hata misiba hii itakapopita, nitamwita Mungu aliye juu. Mungu anitimiziaye mambo yangu. Atapeleka toka mbinguni na kuniokoa. Atukanapo yule atakaye kunimeza, Mungu atazipeleka fadhili zake na kweli yake. Wakati Daudi amemkimbia Sauli, kaingia kwenye pango la Adula, akasema, Bwana, nimekukimbilia wewe. Wewe Bwana
na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Wewe ingia shida dhiki zinazokupata, hauna haja ya kulaumu. Kama watu wa Daudi, ndugu zake Daudi walikuwa na sababu ya kulaumu, ya kusema Bwana, huyu Sauli ametenda yaka, tuna uchungu moyoni, tuna dhiki, tuna madeni. Walikuwa na sababu ya kulaumu, lakini akasema lazima tuingie tumpate Daudi, tumtafute Bwana katika pango ndani kumtafuta Bwana. Waliingia watu katika pango la Adulami, waliingia watu dhiki, waliingia watu wenye uchungu moyoni, waliingia watu wenye madeni. Walipotoka katika pango hawakuwa tena watu wenye uzuri, walitoka majemadari, walitoka mashujaa wa vita. Daudi akawaelekeza kwa Bwana akasema, Mungu, tuko mbele zako, tunasimama, tufundishe jinsi ya kupigana na adui. Walipotoka walikuwa watu wengine, kwa sababu walipanda Bwana kwa uvuli wao. Shida hii, tuna mambo mengi, tuna sababu, lakini kwa mengi, wakati waliingia katika pango walikuwa na dhiki. Zinapokufuata, zitakapokuja dhiki, matatizo yoyote ulionayo, kusudi ni adui aliyeleta kwako ili uanguke. Lakini kwa mimi, Mungu anaruhusu hayo yakupate, anaruhusu hayo yaje kwako, anaruhusu ugonjwa ukupate, anaruhusu tabu ikupate, ili wewe uingie katika chumba cha ndani. Maana mambo yako ili Bwana hapana kufundisha vita. Bwana ameruhusu hapana kufundisha vita. Ayasema Daudi ili amfundishe vita, ayasema Daudi ili amfundishe vita. Nawe Bwana anaruhusu akufundishe vita yako, si kwa sababu ya kushindwa kwako. Umeapa nafasi, ukiwa kila visingizio, lakini Mungu aliangalia unasema, mimi na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anajua, Mungu anajua vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kufunga siwezi, hata Mungu ananiona. Kwa hiyo Mungu anakuona, lakini sikiliza nikwambie, vile vya tumbo vipo ili uingie katika chumba cha kwake, uingie katika mioyo yako, umtafute Bwana akupe mbinu za kupigana na hiyo vile vya tumbo, jinsi gani ya kusimama umshinde yule adui. Vipo kwa sababu Bwana ameruhusu utafute mbinu, uingie katika chumba chako cha ndani. Wewe kuingia ndani ya kikapu, tunabaki na roho nyingi, lakini Mungu akilio, Mungu akiushuru chako kwako, akiushuru kwako, anataka uingie ndani, uingie ndani katika agano yako, katika chumba cha ndani cha mishana, mahali pasiri pako. Uambie Bwana, kwa nini nakuja hivi? Wakati wewe ni mpuli wangu, wewe ni baba zangu, nimekukimbilia. Bwana atakwambia, sikiliza mwanangu, vidonda vipo, lakini niambie, wakati wa kufunga nyamaza kimya. Nitafunga, nitaomba, Bwana atakutoa. Ulikuwa dhaifu, atakutoa ukiwa shujaa.
akufundishe vita. Maana sehemu pekee ya kufundishwa vita ni mahali pa ndani, ni mahali pa siri. Unaposimama na Bwana kumwambia Bwana, katika kikombe yako nifanye nini? Bwana atakupa njia ya kufanya. Kama biashara kwamba mimi sijatembelewa, kwa hiyo siendi kanisani. Shetani anacheka, anasema nimempata. Lakini Mungu anatazama leo mtu mmoja anayesema niko mgonjwa lakini sijatembelewa, akasema sina haja ya kumlaumu mtu. Ninaingia na mwambia Bwana, natosha. Wewe ni Mungu wako, wewe ni Baba wako, wewe ni ngome yako. Hata upambani hata nadhani umehusika, umekasirika, utatoka ukiwa na furaha, kwa sababu uliingia chumba chako cha ndani, uliingia katika roho yako. Bwana atakufundisha vita, akwambia mwanangu, inuka. Hii inakuhusu wewe, inakuhusu wewe. Vita si vingine, vita ni yako. Inuka, utainuka ukiwa mshindi, kwa sababu umeingia katika chumba chako cha ndani. Nyakati za sasa zinamhitaji kila mtu ajue kuingia ndani. Ukimwambia mwingine utagawanyika moyo, utagawanyika tamaa, utashindwa. Lakini Mungu anakupea afya ili uingie, umtafute, akupe mbinu za kushinda vita. Kwa sababu hata ukilaumu, inasema usilaumu, usije ukalaumiwa. Anaporuhusu mamoto, anatazamia Mungu anapokaa kimya pembeni, anatazamia haone mtu wake. Japo Bwana amempaka, ni kweli anateseka, ni kweli ana mateso, lakini aone pamoja na uwezo huo umeingia ndani. Umwambia Bwana, mimi najua tumaini langu ni kwako. Ninasimama kama jasiri, hata kama yanauma, lakini nitaenda hekaluni mwako, nitaingia hekaluni mwako. Bwana anasema ushujaa, jemedari. Kama na mgonjwa adui alimtazamia utayumba, lakini anabaki anashangaa, anasema huyu ni mtu wa namna gani? Mtu wa namna gani? Ni mtu wa namna gani? Ni mtu wa namna gani? Yanampata kile baada ya kupenda Mungu. Kumbe umeingia ile chumba chako cha ndani. Majemedari walishinda vita vingi, walitokea pale kama yawe nilotona. Ukiendelea kusoma mbele, alimpenda Sauli kwa sababu aliingia akitafuta Bwana, aliingia akijifunza vita, akatoka na majemedari, akatoka na mashujaa, kwa sababu alijifunza vita. Aliingia ndani, aliingia katika paa. Wewe unapata unafanya hizi ni siku za mwisho, hizi ni siku za mwisho. Mungu akamwambia Lutu, jiponye nafsi yako, jiponye nafsi yako. Ndio wakati wa kujiponya nafsi yako. Usiangalie pembeni. Ndio wakati wa kusimama mwenyewe, ujiponye nafsi yako. Katika hili inayopitia, njia ambayo ni ipi? Katika tabu hii, njia ambayo ni ipi? Njia ambayo ni ipi?
Hizi kiroho inaingia ndani, inamtafuta Bwana, anasema hii ndipo lipo, kwa sababu Bwana ananifundisha. Achukulii kama shida, achukulii kama kitu kumangusha, anachukulia kama Bwana ananifundisha. Anasema nimefundishwa kuwa katika hali zote, kuwa katika hali zote, kwa sababu naweza mambo yote katika yeye anitia nguvu, katika yeye anitia nguvu. Utaweza utakapoingia ndani. Soma Filipi 4:12. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hali zote Paulo alikuwa na mafundisho. Kumbe anapitia ili ufundishwe vita, lakini wewe wameruhusu jaribu kuwa ni jaribu. Shida ipo hapo. Wewe wameruhusu jaribu kuwa ni jaribu. Mungu aliruhusu ili wewe ufundishwe vita, ili ingehitaji ujue vita hii na ikabidi, lakini wewe walipoipata wakabaki akwenda kumtafuta Mungu. Basi nishachoka, nimekata tamaa. Lakini aliruhusiwa ili Bwana akufundishe uingie ndani. Yaliruhusiwa kwako ili Bwana akuone jinsi utakavyotafuta. Lakini wewe maisha ukata tamaa, kwa Mungu anajua. Watu wote wa Biblia walijua Mungu anajua, lakini walikia kumtafuta. Kila unachopitia nikamwona na Mungu. Mimi nalijua yani wewe siku nilikusalitiwa na mama wangu, nikaenda kwenye kioo nikajiangalia, yani nikasonga, nikajiangalia, nikageuka, nikasonga, nikajiona hawa wanaume siku gani kujiangalia. Lakini watu wa Bwana wanapopitia katika mambo hayo hawana haja ya kujiangalia kwenye kioo. Waliingia katika chumba cha ndani, wanasema Bwana, niko hapa, unanijua, simama katika hili. Bwana anasema atakuinua kwa shujaa, kwa shujaa, kwa shujaa. Mimi mama akidogo bado, lakini anafunga sawa nimepanda anabetu kape mpaka nitafute Mungu. Lakini wengine yani ndio tena mwingine kwa sababu ya uvivu ndio wao kamata sababu. Kama umeshikana Mungu anajua, lakini akufundisha hilo jambo hili. Tafuta kuingia ndani katika chumba chako cha ndani, umwambie Mungu katika hali na kutafutaje, akupe sababu, akupe njia, akufundishe jinsi ya kufanya. Sio
utakuwaje katika maisha. Watu kwenye dhiki waliingia ndani wakatoka mtoni. Wewe kwenye dhiki unatoka na mama mmoja akatelekeza baada ya kupata ujauzito, akatelekeza mumewe. Alipotelekeza mumewe, sasa mimi ameomba ni mjamzito, amemtelekeza aichokupanga. Sasa nitamkomesha, ametelekeza ni kwa mjamzito. Sasa mtoto wake nitafanya kisasi kwa mtoto, akaamua alipomzaa mtoto amwite jina lake Mjinga, akakuta Mjinga. Kwa hiyo shule akasomeka Mjinga Selemani, tukana Mjinga Selemani. Alipoenda shule akapewa umepata mtoto mwingine, anasema si yeye Mjinga Selemani, lakini tuanzia aliona nafaa kupigana mtani, aliona nafaa kwa wanaweza kuchomchia na mtoto akawa Mjinga kweli, mpaka wazazi wakamwita walimu wakamwita, wewe kwa nini mtoto Mjinga na mtoto akawa Mjinga kweli? Anasema si ni baba yake Mjinga. Swali Mjinga ni Selemani, kwa hiyo tuta Mjinga Selemani. Hiyo ndio mbili aliyopewa, lakini sisi tunapo katika mtoto hatuna haja ya kutumia mbinu zao. Sisi yanapopata ni ombi moja, kuingia sehemu ya ndani na kupata jaribu ni kuingia kumtafuta Bwana. Bwana akupe mbinu za kupigana hiyo vita. Bwana asifiwe. Vita yako haiwezi kuja, atakuwa Bwana akufundishe vita, mbinu za kupigana. Kama iliyopita leo, mbinu za kumkwenda sawa, nawe Bwana akupe mbinu za kumshinda shetani, kumshinda pia, kushinda tani, kushinda malaika, kushinda uchungu maovu. Kama wale watu waliingia tuna zake, walianza pambo la Mungu, walikuwa na uchungu maovu, lakini walipotoka walikuwa na furaha, wakisema Bwana ni Mungu wetu, Bwana ni Mungu wetu, Bwana ni Mungu wetu, Bwana ni Mungu wetu. Na wewe inapokukuta ili chumba chako cha ndani, ili unapotoka usiwe na uchungu, useme Bwana ni jabali langu, ni boma langu, ni ngao yangu, ni kimbilio, ni msaada unaonekana wakati wa mateso. Usiruhusu shetani akusimama. Unajua unaweza inyo nimependa sana. Sasa hivi Bwana nachora pendezwa kwa kuwa haukuacha adui sana kunisimama kwa ushindi. Hakuniacha adui kunisimama. Zaburi ya 41:11. Unajua shida yetu, tumekaa kukuta jambo, tumekaa kusubiri tusimame kwamba umeona ipo tusubiri kadofika kawa na mami aje na kusimama kwamba amekuweza, hauna kitu, hauna furaha tena kwamba amekuweza, anataka kukusimama. Soma Zaburi ya 41:11. Kwa neno hili nimejua ya kuwa wapendezwa nami, kwa kuwa adui yangu hasimami kwa kunishinda. Adui yangu
ndio basi shamshinda, nimemweza. Mwangalie anateka mshahidi, lakini asema asubuhi Mungu epeza akuruhusu. Manake adui, sikiliza, adui alipomshambulia akitazamia papa atamsimama, alipompiga moja anakelekesha na Bwana anamtaka natoka, Bwana nitoa uzima, Bwana anaokoa. Adui anataka sasa ni mkate wa uzima, Bwana anaokoa. Kuna mkate na kumani kisimame, lakini ndio maana mbaya kaimba baada hiyo au Mungu alipata njia ya kumsimamia shetani kwa hiyo na mwana Joshua unamwona Mungu anapaswa kutama pale mbele ya shetani, umemwona. Lakini kwa hiyo umeruhusu tena akusimame, bila kusimama. Kwa sababu wewe umesikia mpendwa mwenzako anakusema vibaya. Sasa nishasikia. Sasa nitamunia na akimleta kunipata akitoa cha moto. Kitasema lakini Mungu anataka atasikia amesema vibaya, anaingia chumba chake cha ndani, anasema Mungu nimemsamehe ndugu yako aliyetendao, anaingia chumba cha ndani, anamtafuta Bwana, akitoka anakuwa mwema Bwana, anamwambia Bwana asifiwe kwa kuwa ni ndugu yangu. Mtu anashangaa namna gani Bwana sisi namna kumpaka, kwa sababu aliingia chumba cha ndani Bwana akamfundisha vita. Unasema haidiwe Bwana Bwana wangu akifundisha mikono yako vita. Soma hapo Zaburi 104 na ile inaendelea na huko aidiwe anifundisha mikono yako vita. Zaburi 104 mstari wa kwanza. Aidiwe Bwana, aidiwe Bwana wangu, Bwana anifundisha mikono yangu vita, anifundisha mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana, vidole vyangu kupigana. Unapesa pale ya kutafuta Mungu katika vita shida lako, akufundisha vita. Wiki leo mbele ya chumba chako unachama alipitia, usiwe sawa ya Mungu. Ingia kwa Bwana leo. Kama mwenye kauli aliendelea kwa Bwana akatoka nchi mwingine, na leo ingia katika chumba chako cha ndani. Acha wapendeshe waone ukishinda kusimama. Kusimama ni wazi. Acha tusimame leo. Watu wanatamani kuendelea kusikia masomo mengine kuingia katika utendaji. Ni mitandao nayo iliyokutia dhiki, iliyokupembeni, iliyokubakisha na uchungu moyoni. Leo tunaingia ndani mwambia Bwana katika hii simama, nifundishe namna kupigana katika kesho lao, katika kukosa kazi, katika kuugua, katika kupungukiwa. Maana Bwana anakuwa kufundisha katika hali zote. Paulo akasema najua kuwa nastahili, najua kufanikiwa katika hali zote, nimefundishwa. Alipopitia Bwana akamfundisha. Mwanafunzi
unaje kulaumu, unajua unajua walimu wafundishi sina mali pa kujisomea hizo ni blabla, hata kusaidia ukifeli anamregesha. Sasa ulifeli kwa sababu ulikuwa hali yako tunaijua, hali yako tunaijua. Ni wakati kumwambia Bwana Mungu, angalia masomo ya leo, Mungu angalia jambo hili, siwezi nifundishe mbinu, nisomeje, nisimamaje, nifanyeje ili nipige katika hiki. Usipige mwenyewe. Leo mwambie Bwana akufundishe kitu.
jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Shetani Yes.